kwa sababu hadithi ya Mtume inasema amhifadhi mume wake katika mali yake na nafsi yake. Kwa hivyo hata wewe kutembea nje mwanamke ni kufichua siri ya mume wako. Yaani wewe kwenda ukavua nguo zako kwa asiyekuwa mumeo ni kumfunulia mwanaume mwingine aone siri za mume wako, kwa sababu wewe ulichokuwa nacho ni haki ya mume. Kwa hivyo katika wanawake wazuri waliosifiwa katika hadithi ni wale wenye kuwahifadhi waume zao katika mali za waume, lakini vile vile katika nafsi zao, miili yao. Kuelezea mambo ya ndani kabisa mpaka yale ya faragha baina ya wewe na mumeo, ukahadithia mashoga zako, ni jambo la aibu sana. Jambo la aibu sana kwamba unataka kuwaambia wenzako kwamba mumeo ni rijali sana, wewe unajifaharisha, lakini kumbe unamwaibisha mumeo, unatoa siri zake. Mbali na kuwa ni hatari kwako kwamba unaweza ukamkosa mumeo, kwa sababu tayari umeonyesha thamani ya mume wako na kwamba mume wako ni bidhaa bora, na bidhaa bora zinahitajiwa siku zote. Sasa na mara nyingi wale mashoga, kama ni mtu mharibifu na mwenye husda, atakusikiliza yale yote ya siri unayosema, kisha yale ndio atakayekuchapia kwa mumeo. Anaweza kukuvunjia ndoa yako kwa sababu una siri uzozitoa wewe za ndani, alafu yeye akakuzunguka akafikisha yale kwa mume wako. Kwa hiyo ni vizuri sana uhakikishe kwamba unalinda siri za mume wako katika mambo mazuri na siri hata katika mambo ambayo si mazuri, yani zile aibu zake. Na ujue kwamba kulinda siri za mumeo ni kulinda siri zako wewe, na kufichua aibu na kasoro za mume wako ni kujiaibisha wewe mwenyewe. Haya ni katika mambo ambayo vile vile Umama alimuhusia binti yake.